Mtazamaji wangu, leo ninataka kuongelea katika ujumbe ambao nimekuwa nikitembea nao kwa kipindi fulani, lakini katika ujumbe huo unaenda zaidi katika nafasi ya matendo au kutumia faida zake. Naenda kuongea juu ya kuitanguliza damu ya Yesu katika mambo yako yote. Kuitanguliza damu ya Yesu Kristo. Mungu ameweka msukumo mkubwa ndani yangu kuonyesha ya kwamba damu ya Yesu ndiyo msingi wa mafanikio yetu yote. Hatupaswi kukurupuka na kukimbizana na mambo ambayo tunataka yatokee kwetu bila kutambua nafasi ya damu ya Yesu kwenye mafanikio hayo tunayotaka. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi Mungu amewapa wanadamu. Zaburi hiyo 115 mstari wa 16 inasema hivyo kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Nitabaki hapo kwa kuwa kuna siri ambayo Bwana anataka kutupatia usiku wa leo, kwamba nchi Mungu amewapa wanadamu. Mamlaka ya nchi Mungu amewakabidhi wanadamu ili waitumie kama wapendavyo, kuweka tawala zao, falme zao na kadhalika. Kwa hiyo nchi tumekabidhiwa sisi wanadamu. Sasa kwa sababu tumekabidhiwa, naposema itangulize damu ya Yesu, ninataka kusema nini? Nataka kusema katika utawala kwetu, kumiliki kwetu hiyo nchi, kuweza kuipa nafasi ya kwanza damu ya Yesu, kwanza imiliki kwa niaba yetu, itawale kwa niaba yetu, iweze kuikamata nchi kwa niaba yetu, ndipo sisi tutaweza kufaulu katika nchi. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanaondoa uhalali kwa wewe na mimi, au kuna vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho katika nchi vinakufanya, pamoja na neno hilo, pamoja na andiko hilo ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi Bwana amewapa wanadamu, lakini haionyeshi kwamba tuna mamlaka juu ya nchi. Haionyeshi kwamba tuna mamlaka ya kuitumia nchi kwa mambo mazuri tu. Tunaona mabaya yanatukujia, mabaya yanatokea, tunafeli, tunashindwa, tunakata tamaa, hali inakuwa sio tunayoitarajia kwenye nchi ambayo tumepewa. Kuna vitu vya kuangalia ambavyo vinaongelea juu ya damu. Damu ina nafasi kubwa. Naongelea damu ambapo tutaiingiza baada ya damu ya Yesu hapo katikati, lakini damu ina nafasi kubwa juu ya maisha yako. Maisha yako hivyo yalivyo, inawezekana kuna damu imeweka matokeo kwenye maisha yako hivyo ulivyo. Damu ina madai. Damu ina madai. Tunapozungumza mwanadamu amepewa nchi, tunaongelea
uhalali. Sasa damu imepewa uhalali katika nchi, imepewa uhalali, lakini damu, kuna damu ambayo zinaongea kwa mabaya na kuna damu ambayo inaongea kwa mazuri. Damu ambazo zinaongea kwa mabaya mara nyingi ndio zimetangulia kuchafua nchi, kuivuruga nchi, kuilaani nchi, kuiharibu nchi. Kwa hiyo unapoingia kuanza kutaka kutawala bila kujua ni damu ipi imetangulia kwa ajili ya nini na imelenga kufanya nini, kwa hiyo utajikuta unakwama, kwa sababu kuna damu zimetangulia ambazo zina maelekezo. Moja ya maelekezo, maandiko yanasema damu inaleta unajisi. Damu inaweza kunajisi nchi, inaweza kulaani nchi, inaweza kuichafua nchi, na pia damu inaweza kuibariki nchi, inaweza kuibariki nchi. Kwa kuna damu aina mbili ambazo tutaziangalia hapa. Aina ya katika hizi damu mbili, aina mbili, pia tutajenga katika mfundisho ambayo itaenda katika hatua mbili za tafsiri mbili za hiyo damu inavyoathiri au inavyobariki. Tutaangalia tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza tutaiangalia, na ya kwanza tutaangalia damu iliyomwagika, damu iliyomwagwa kwa hatia, damu iliyomwagwa kwa hatia, kwa dhuluma, mauaji yanayotokea katika isivyo haki. Hiyo tutaangalia ni madhara gani inaleta kwa ajili ya damu iliyomwagika. Ya pili tutaangalia damu, aina ya pili tutaangalia ni damu ambayo inalia na kulalamika na kutaka malipizi, lakini damu hii tutaiangalia katika sura ya kwamba haijamwagika. Tutaangalia ni damu ya binadamu ambaye yupo, lakini yupo katika kuteswa, katika kudhulumiwa, kukandamizwa, kuonewa. Kwa hiyo mtu anapoonewa, vile vile kilio chake ni damu inalia, dhuluma yote ni damu inalia. Kwa tutaangalia haya mambo mawili. Sasa tuangalie mstari ya kujenga point yangu. Sasa kitabu cha Hesabu sura 35, tusome mstari wa 33, mstari mmoja tu, 33. Nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu itia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwaga ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Hakika hiyo kuna siri hapo. Inasema kwamba hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa. Hampaswi kuitia unajisi nchi ambayo mwanaikaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi. Damu huitia nchi unajisi. Unajisi maana yake ni laana, yaani nchi huwa inalaaniwa kwa sababu ya damu, na laana ni mabaya yote unaoweza kuyataja. Laana ni neno ambalo inafunga furushi la mabaya yote, mikosi yote, nuksi zote, balaa zote, magonjwa yote, ufukara wote,
maangamizo yote yamefungwa kwenye neno laana. Ukisikia mtu kalaaniwa, maana yake yoyote mabaya yanaweza kuwa yakajitokeza. Au ukisikia nchi imelaaniwa, yoyote mabaya yanaweza yakatokea, maangamizi yanaweza kutokea. Kwa hiyo anasema wala hapana sadaka, hakuna sadaka itoshayo, hakuna sadaka itakayotosha kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya hiyo damu iliyomwagwa juu yake. Anasema hakuna sadaka ambayo itatosha juu ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake. Ina maana kama kuna damu imemwagwa, hata ukifanya juhudi gani haitatosha, haitafaa, haitakuwa na sifa ya kuondoa ule unajisi, haitaondoa ile unajisi. Ni mpaka jambo fulani ambao tunaanza kuelekea kulielewa. Anasema isipokuwa damu yake yule mtu aliyeimwaga, ndiye anatakiwa. Hiyo damu haina malipizi, haitoshelezi na sadaka yoyote, haina fidia, isipokuwa hiyo damu inaita damu ya yule aliyeimwaga. Ndio anasema isipokuwa damu ya huyo aliyeimwaga, damu ya huyo aliyeimwaga. Sasa ina maana kama kuna mauaji yametokea, umeyatenda, hata ukifanyaje, hakuna dhabihu, hakuna sadaka ya kuzuia mabaya kukufuata wewe, uzao wako na wote ambao wanakuhusu. Hii ni jambo serious, ni jambo la umuhimu kulizingatia, kwa sababu imeandikwa nchi inatiwa unajisi kwa sababu ya damu, kwa sababu ya vifo visivyo na hatia, watu wanaokufa bila hatia. Nchi inanajisika na inaanza kutaka kifo kingine. Damu huita vifo vingine, damu huita vifo vingine. Sasa kwa sababu sisi tumepewa nchi na nchi imeshanajisika, ndio maana sema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi Mungu amekuwa na damu. Kwa lazima tuinusuru nchi, tuinusuru ardhi. Sisi ndio wanadamu, ili tuweze kuitawala vizuri, tuweze kufaidika, tuweze kufanikiwa katika nchi. Kwa lazima tujue, na ndio maana nikasema itangulize damu ya Yesu, kwa sababu kama tukienda kichwa wenyewe, lazima uitangulize damu ya Yesu. Ukitanguliza damu ya Yesu kwenye maeneo ambayo ni miliki yako, damu ya Yesu inatangulia mbele kusawazisha njia yako, kuondoa yale mambo ambayo yamekaa kukukwamisha. Ni kama vile ambavyo viongozi mbalimbali wa dunia wanapokwenda mahala kuna safisha utangulia, utaona kuna usalama unatangulia. Wakati mwingine hata usalama wa taifa unatangulia mbele, wanafika ile eneo mapema, wanalichunguza liko salama. Hata hiyo akianza kuja kiongozi, kuna mapikipiki inatangulia, kuna magari, kuna vitu vingi, kabla hajafika yeye kuna vitu natangulia mbele. Damu ya Yesu ukiitanguliza mbele
yenyewe itakwenda itakutana na unajisi, itakutana na laana, itakutana na mikosi iliyoandikishwa jina lako, inayokutaja ya kwamba wewe, ingawa kimaandiko umetajwa ndiye mtawala, lakini hutavuka. Kwa ikifika pale, hiyo damu ndiyo inasimama, inachukua nafasi ya jina lako, inasema huyu hawezi kuwa vile mnataka, huyu hawezi kuzuiliwa kufikia lengo analotakiwa kufika. Damu inaanza kuongea, damu inaanza kuongea, inaanza kujibishana na ile damu ya unajisi, ile damu ya unajisi inayokutaja kwa mabaya. Damu ya Yesu inatangulia kabla hujafika wewe, inaanza kukutetea, inaanza kuongea kwa niaba yako, inaanza kusema huwezi kuzuia maendeleo ya huyu, huwezi kuzuia upako wa huyu, huwezi kuzuia fursa zake. Mimi niko hapa. Kwa hiyo inasafisha njia yako ya maisha yako, mafanikio yako. Kwa ukiitanguliza damu ya Yesu katika uso wa nchi, ndipo sasa hilo neno ambalo linasema mbingu ni mbingu za Bwana, nchi Bwana amewapa wanadamu. Wanadamu hao unajiweka wewe hapo, unajichukulia hiyo nafasi kwamba mimi ndio mwanadamu, mwanadamu ndio mimi. Kwa hiyo mimi, kwa sababu nimeiweka damu ya Yesu mbele yangu, hapa ndiyo nina mamlaka katika eneo langu, katika biashara yangu, katika ofisi yangu, katika mtaa wangu, katika mkoa wangu, katika nchi yangu, katika Afrika, katika ulimwengu. Ni mimi, ni mimi, ni wewe, ni wewe. Ukipata ufunuo, ina maana unaanza kujiona ni wewe ambaye una mamlaka ya kuelekeza mambo, ya kuamuru mambo, ya kuzuia mambo. Ndiwe mwenye mamlaka, kwa sababu damu imetangulia, ambayo itakutana na makafara ya waganga na wachawi na mizimu na nuksi za kila aina. Kwa hiyo sasa wewe ndio unakuwa mamlaka ya kusema hapa wachawi hawawezi kufunction, hawawezi kufanikiwa. Hapa waganga hawawezi kufaulu, hawawezi kufaulu. Na wale wanaoenda kutegemea waganga na kupewa irizi na kupewa mazindiko hawatafaulu, hawatafaulu. Mimi ndio mtawala, mimi ndio mtawala, mimi ndio mwamuzi, mimi ndio mwamuzi. Ndio naamua, ndio naamua mtaa wangu ukaaje, ndio naamua jiji langu likaaje, mimi ndio naamua ukoo wangu ukaaje, mimi ndio naamua familia ikaaje. Kwa hiyo huu ni ufunuo ndani sana. Ukiuchukua utakuwa tofauti. Ni wewe ukishaitanguza damu, kwa sababu kuna damu nyingi zinashindana na wewe, kwa sababu ardhi imenajisiwa. Na wewe unajaribu kufanya biashara kwenye ardhi iliyonajisiwa, unajaribu kufanya ujenzi kwenye ardhi iliyonajisiwa, kwa sababu kuna damu zinadai mabaya, na wewe umeingia hapo bila kuelewa. Damu ya Yesu itangulie iweze kusafisha, ichimbue yaliyochimbiwa, mikosi, nuksi, balaa. Damu ya Yesu ichimbue, iondoe, iseme anayekuja hapa ni mbarikiwa, anayekuja hapa nyumba hii hatakuwa na magonjwa na maradhi na mavifo visivyoeleweka. Hakuna mtoto atakufa kabla ya miaka yake, hakuna mtu atakuwa maskini hapa. Huyo anayekuja hapa ametajwa kwamba ndiye mwenye mamlaka. Akiita mema yanakuja, akiita baraka zinakuja. Kwa hiyo mimi ninapokuja mbele yako, ninakuja nikiwa na ufahamu huo, nikiwa na uelewa huo, ya kwamba ninavyoongea na wewe, maana yake nina mamlaka ambayo imetanguliwa na damu Yesu.
Kwa maneno nayoyatamka hayapingwi na yeyote, hayazuiliki, yanaingia kwako moja kwa moja, yanakuinua kutoka chini moja kwa moja, yanakupandisha moja kwa moja, yanakuketisha kwenye kiti cha utawala moja kwa moja. Maana na kutangaza kama kiti cha utawala ambacho Mungu amekutaja wewe ndiye mtawala, lakini unaishi kama mtumwa, unaishi kama mtumwa, lakini kwa sababu kuna vitu vimekufunga kwa sababu ya malaana ya mikosi ambayo imeshikilia nchi, imeshikilia ardhi. Kwa hiyo ndio nataka nionyeshe hivyo kwamba hakuna malipo yoyote ya sadaka isipokuwa yule aliyemwaga damu. Sasa binadamu kama ulimwaga damu, ina maana mabaya yanakufuata wewe mwenyewe, yanakupata mwenyewe. Utanusurikaje? Kunusurika kwako ni mpaka uone, useme, uweze kurudi nyuma, alafu damu Yesu itangulie mbele. Kama wewe umewahi kutenda jambo la mauaji, damu ile inalia na inalia kwa mabaya. Tukisoma Mwanzo sura 4 mstari wa 9, tuanze wa 9, lakini lengo langu na 10 hadi 12. Tuone damu iliyomwagwa ilikuwa inalia na inalia kudai mabaya yampate mtu mwingine. Damu inalia ikitaka mabaya kwa aliyeimwaga. Soma. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mstari wa 10, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Nasikia umelaaniwa wewe, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hilo neno kwa mkono wako ni muhimu. Yaani wewe umetoa, ndio chanzo cha damu ile kumwagika. Sasa inaweza kawa umetoa maelekezo mtu auawe au umeua mwenyewe. Lolote ulikuwa umefanya kwa dhuluma, umefanya kwa uonevu, umefanya kwa ukatili na uonevu. Kuna mengine ambayo yanafanyika kupitia sheria, hakuna shida, siongelee hiyo. Pengine sheria imemhukumu mtu yule kwa sababu ya maovu yake akahukumiwa kifo, siongelee hilo. Lakini kama inapoongelea kwa mkono wake, kwa mkono wako, ardhi inalaaniwa. Inawezekana unatengeneza sheria inayolenga kukandamiza watu ili watu wauawe kwa sheria ambayo inakupa faida wewe uliyetengeneza. Uliyetengeneza, uliyeipitisha kwa mkono wako itakugeuka. Itakugeuka na itakudhuru na itakuadhibu wewe na uzao wako. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba damu haimwachi mtu, haimwachi mtu, haimwachi salama mtu. Itakufuatilia na itakupata tu. Ndio maana wale watu ambao wanaua, haswa pengine watafuta utajiri, uwafuatilia matajiri wote ambao wamepitia kwenye namna ya mambo ya kuua ili wapate utajiri, mwisho wao ni mbaya siku zote. Wengine wakufa vifo vya kutatanisha sana, havieleweki. Mwisho wao unakuwa ni mbaya sana. Warithi wao wanapatwa na majanga, unaweza kushangaa tu, yule alikuwa anamtegemea ghafla akafariki kwa sababu damu inaita damu. Mali zake hazitamfaidia.
anaishi kwa maombolezo, kwa sababu damu zinamuita, inamwambia na wewe utakufa, na sauti za waliouawa zinamlilia masikioni, zinamtokea, watu wanamtokea kwenye ndoto walioua. Hawana amani, hawana amani. Kwa hiyo utaona hawako salama, hawako salama. Na watu ambao wanatoa watoto wao ili wapate mali, au wengine wanatoa ndugu zao kafara ili wapate utajiri, hawako salama. Matatizo makubwa sana. Ardhi inatunza, na waliouawa sasa wanalia, na wanapolia wana madai. Soma, endelea. Mstari wa 13 mstari wa 12. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa. Ni sura ile sura ya kwanza, sura ni Mwanzo 4 mstari wa 12. Rudi mstari wa 11 na 12 ili watu wakumbuke vizuri. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana. Inatosha. Mstari wa 12. Nilisema kwamba Mungu anaongea na Kaini, anamwambia ndugu yako iko wapi? Anapojaribu kusema hainihusu, Mungu anamwambia damu. Mstari wa 10, damu ya ndugu yako inalia, haijanyamaza, inalia. Na kwa sababu hiyo damu imeshuka ardhini, ardhi imelaaniwa kwako. Sasa kama wewe umeambiwa uitawale nchi, na nchi inalaaniwa kwa sababu ya damu, na sasa inaelekezwa hiyo damu inalia nini? Inalia nini? Kwenye kilio kuna maneno ambayo yana madai, na madai yale yana kisasi, na yanatafsiriwa kwenye mstari wa 12 ambapo nasema ardhi, yani ile damu ilikuwa, ndio matafsiri sasa, ilikuwa inalia hivyo. Ardhi utakapoilima itakataa kukupa mazao. Ndio kilio cha damu kinasema sitampa hata fanikiwa katika dunia hii. Sasa inawezekana wewe sio mkulima, labda mfanya biashara, labda ni mtu mfugaji au yeyote yule, ina maana hutaenda popote, utavuka. Damu inasema hata kihangaikaje havuki, sitampa matunda, hapati. Anapoilima ardhi haitakupa mazao. Nikataa. Na pili, mtu huyu atakuwa mtoro asiye na kikao katika dunia. Hatakuwa na kikao, hataishi kwa utulivu, atakuwa anakimbia. Dunia ardhi imemfukuza, amefukuzwa, hatakuwa na hata seto mahali fulani, hata tulia, hata jenga, hata imarika. Kuzwa. Wako watu wangapi? Hata kama unaonekana leo hii umekuwa tajiri, mabilionea, na kuambia utafukuzwa. Nchi inakufukuza. Unaweza kufukuzwa ukafa, au unafukuzwa la kutokea natokea, unakimbizwa, unahamishwa hapo. Duniani kote umekataliwa. Ndio kitu ambacho nitakuwa tupate hiyo picha. Ndio ueleza faida na umuhimu wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndiyo pekee yake inayokuja kupita na kutetea. Na baada ya wewe kunyenyekea na kuichukua damu ya Yesu na kusema hii damu itangulie mbele yangu, inipe uhalali ule ambao Mungu ameniahidi. Mimi ndiyo ambaye nimepewa nchi. Kwa hiyo damu ya Yesu inipe uhalali, mimi nitawale. Wewe unatawala kwa damu ya Yesu na kutangaza wewe ndio mtawala, wewe ndio mtawala,
maeneo uliopo, kwenye mipaka ile ambayo wewe unaamini na kutangaza, damu ya Yesu inaenda kuongea mema. Ina maana damu ya Yesu nayo imemwagika. Sasa ile ilimwagika kufunga, ilimwagika kukufunga na kukuzuia usifaulu. Ili najisi nchi, ililaani nchi, imelaani mambo yako. Damu ya Yesu inakuja hapo hapo, inatengua, inabatilisha majina yako yaliyoandikwa katika maeneo ambayo umezuiliwa kupata faida. Damu ya Yesu inaenda kukagua, inafanya ukaguzi, inaenda kutangulia, inaenda popote ambako kuna uhalali wa wewe kuzuiliwa, ikiwa kwenye familia yako, kwa mabibi zako, kwa mababu zako, popote pale inaenda, inatangua, inabatilisha, inasema huyu hamwezi tena, huyu ameniamini mimi, na mimi nina maneno, na mimi nina mamlaka, nina tawala kwa niaba yake, amenitanguliza nitawala. Kwa hiyo kwa sababu anatawala, mimi natawala, na mimi nampa utawala. Ndicho kilichotokea. Yesu anatawala, ametupa sisi utawala. Tutawale kwa jina lake, tutawale kwa jina lake. Unapoitanguliza damu ya Yesu, inakupa uhalali wa kutumia jina la Yesu. Tunahitaji tuanze kukomboa maeneo, tuikomboe maeneo, tukomboe maeneo mbalimbali, tukomboe, tuizingatie damu ya Yesu, tuachilie damu itangulie, ikomboe nchi, ikomboe nchi, ifungue nchi, iondoe mabaya ambayo yana athiri mafanikio yetu. Sasa damu hizi zinafanya kitu cha ziada, zinadai watu waendelee kuuana, na zinadai watu kuuana au watu waendelee kupata majanga, waendelee kupata majanga yanayoleta mauti. Kwa tusipoomba katika ufunuo, tusipoomba katika ufahamu huu na kuelekeza wale wanaofanya mauaji, damu zile zinazolia na kutaka damu zingine zinaweza kusababisha umwagaji damu, kwa maana ya vita. Usione katika mataifa mbalimbali vita ambazo zinatokea ni kwa sababu zile damu zinaita vita, zinaita malipizi. Kama hakuna mtu wa kuzinyamazisha kwa ufunuo unaokupa, damu zile zitashinda. Na zinatengeneza kitu gani? Damu zile zinatengeneza nini? Zinatengeneza aina ya watu ambao watatekeleza ule ubaya, uharibifu utimie, bila hata wao kutambua kwamba wanatumiwa na ulimwengu wa roho unaotaka malipizi mabaya. Utakuta katika nchi za Afrika pengine watawala na watawaliwa. Sasa ile roho ya damu ya malipizi inaenda kwa watu ambao wana power, inawapa kiburi, inawapa dharau, inawapa unyanyasaji bila wa kujijua. Wanakuwa hawajali watu, hawathamini watu. Halafu upande wa pili, roho ile ya damu inayodai uharibifu inaenda kwa wale watu wanaokandamizwa, inadai chuki, inaingiza hasira, inaingiza uchungu. Kwa hiyo, kwa sababu hakutakuwa na damu suluhishi, hakuna atakayeshuka chini. Matokeo yake
kutalipuka. Kwa hiyo hapo ni lazima kuwe na damu ambayo itapita pale na kuyeyusha kiburi, iyeyushe kiburi, halafu ipite na kwa wale watu wananchi, iyeyushe hasira zao, iyeyushe uchungu wao, iuondoe. Kwa sababu unakuta wananchi wanatukana matusi, wanatukana viongozi ambao si jambo jema. Unakuta nchi mbalimbali unakuta wanatukana. Hivi leo, siku za leo mitandao iko mingi, unakuta mtu anaongea anajirekodi anatukana viongozi, hajui kwamba yeye anatumiwa na ulimwengu ule wa damu mbaya kuachilia chuki yake, hasira yake, kutukana viongozi ambao wako na power. Na hiyo power walionayo kama ikiwafikia na wao hawajui, ile hali ya kiburi na kuonyesha ngoni kukomeshe, anatumia power yake kuharibu zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni vita juu ya vita, na usione si jambo zuri, sio jambo zuri. Tanzania isitokee hiyo. Lazima tuwaheshimu watu walio kwenye mamlaka. Lazima utambue nafasi ya namna ya kuendea kutafuta haki, si kutukana. Huwezi kumtukana mtu unayetaka kupe haki. Sasa kwa sababu kama ulimwengu wa roho haujajua, wewe unajisha kuutumia, huwezi kutukana. Huwezi kuitukana mamlaka kwa matusi yasiona, yani kwa namna ambayo umedharau kabisa. Kwa hiyo unatengeneza vita. Unisikilize vizuri. Mambo huwa yanaanza kidogo kidogo. Tunaona katika mitandao sasa hivi watu wanaongea, wanapoka mengi, lakini madhara yake watu hawaelewi. Tunasikia mauaji, watu wanapotea, wanauawa, hatuelewi madhara ya damu zile zinazolia ambao wameuawa pasipo na hatia. Hatuelewi. Zile damu hazitanyamaza, hazinyamazi, zitarudi kwa waliowaua na walioelekeza watu wafe, zitawarudia. Sasa tusipotokea watu wanaojua kanuni za kunyamazisha, itakuwa ni hatari. Ndio maana waombaji tunatakiwa tukae upande wa Mungu, na ukiwa upande wa Mungu tunaomba kwa ajili ya kuombea mamlaka, watawala. Tuombee Mungu awalinde, hawatunze, hawasaidie. Wako pale, wana kazi kubwa sana, si jambo rahisi, ni kazi kubwa sana kukaa kwa kiongozi. Kwa lazima usiende na ushabiki. Mwombaji yote hapaswi kwenda na ushabiki. Kwa hiyo uende kwa roho wa Mungu, uombee viongozi wako, sababu uamuzi wake mmoja unaweza kubariki na uamuzi wake mmoja unaweza kuharibu, sababu neno lake lina nguvu. Neno la mkuu lina nguvu. La kwako utatukana, utaongea, halina maana, litaishia hapo, lakini neno la mkuu lina nguvu. Lazima tuombee. Sasa nisikilize. Hiyo ni katika damu. Damu kimwagika inafanya mambo hayo. Lakini ya pili, acha nimalize. Ya pili, acha tu ile damu ambayo imemwagika. Naongelea watu ambao wamedhulumiwa, wamefanywa ukatili, wamefanywa ukandamizaji, wameonewa. Wale watu hata kama wako hai wanalia, na wanapolia, hiyo ni damu inaita. Tusome Kumbukumbu la Torati 26 mstari wa 6 hadi wa 6 hadi wa 7, afu baadaye nitaendelea. Kumbukumbu la Torati sura 26. Karibu. Nasoma kwa jina la Yesu. Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana
Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Subiri hapo. Hapa tunaona sasa upande wa pili wa damu inayolia, lakini si waliokufa. Hawa hawajafa, lakini anasema Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Kwa hawa walikuwa wanaonewa, walikuwa wanateswa, walikuwa wanatumikishwa utumwa mzito. Sasa wakaanza kulia, wakamlilia Bwana Mungu wa baba zao. Pointi yangu hapo, kulia ina maana ni damu inalia, ni mtu analilia haki yake, ni mtu anaumia, ni mtu amekata tamaa analia. Yale machozi ya mtu anayeonewa usiyachekelee. Machozi ya mtu anayeteswa isivyo haki ni hatari. Machozi ya mtu anayetumikishwa isivyo haki ni hatari. Hawa watu wanateswa bila sababu, wakalia. Walipolia, Mungu akasikia sauti yao, alafu akaona mateso yao, uonevu, kazi yao, tabu yao. Akaiona hiyo tabu, akaona tabu. Watu wangu wanataabika hapa, tabu. Akaona unyanyasaji, akaona unyanyasaji, akaona ukatili. Ule ukatili, yale mateso ambayo yanawapata watu yanaita uharibifu kwenye nchi, yanaita uharibifu. Nisikilize, kuna watu wengi wametumia pawa zao. Unachukua mashamba ya watu, unaweza ukatumia sheria yoyote ukaenda kuchukua shamba ukadhulumu watu zaidi ya 1000 kwenye kijiji, halafu una pesa na sheria imekuunga mkono kwa ujanja. Wale watu wanalia shamba lao limechukuliwa, halafu wanapigwa, wanyanyaswa. Usifikiri uko salama, bado kikombe hakijajaa cha ghadhabu, bado kikombe hakijajaa cha malipizi. Ni kikombe kinasubiriwa kijae. Kikishajaa huwa hakuna mwenye nguvu atakayezuia, maana kinakuwa ni kikombe cha malipizi kilichojazwa katika Mungu wa Roho. Ndio maana wenye nguvu, ukifika kwenye hatua hiyo, huwa nguvu zinakwisha, haiwezekani tena, maana sio wao, ni nguvu ya rohoni. Siongelei wale ambao wanavamia maeneo, siongelei hao. Kama umevamia eneo, unatakiwa uondolewe, hiyo ni sahihi kabisa. Naongelea wanaonyanyaswa. Unakuta kuna mtu ana kiwanja sehemu mahali pazuri pa biashara, mtu mwenye pesa anatumia hila, anamnyang'anya, nyumba ile inabomolewa, auziwa mtu kwenye kijanja. Naongelea hiyo. Ukitumia hila yoyote kuumiza watu, kuchukua haki zao, zile haki wanavolia hazikuachi salama, hazikuachi salama. Wewe ambaye uko na fursa, umetumia figisu na ujanja kumfukuzisha kazi mtu fulani, ile mtu atalia sana, anajua ameonewa, hakustahili kufukuzwa kazi. Watoto wake wanaweza kukaa na njaa wakalia, haikuachi salama. Mke wake anapolia kwa sababu ya shida, hakuna chakula, haikuachi salama. Usifikiri una nguvu kwa kumfukuzisha mtu kazi, ni hatari sana. Siongelee mtu akikosea kufukuzwa kazi, siongelee hiyo. Kuna watu wanafukuzwa kazi kihalali, sawa kabisa. Kuna watu wanafungwa gerezani, sawa kabisa. Lakini yeyote ambaye anampeleka gerezani kwa hila, haikuachi salama. Kwa hila haitakuacha salama. Nisikilize vizuri, kilio kile hakikuachi salama, na kitaangukia mpaka kwa wengine, watu wako na uzao wako. Kwa hiyo umefanya figisu, umevunja jambo fulani la mtu
kwa sababu ya hila fulani, haikuachi salama. Nataka kuongelea nini? Naongelea maumivu anayopata mtu kwa uonevu wako, kwa dhuluma yako. Kijana, mwanaume, umembaka mwanamke, haikuachi salama, sababu wewe umefanya tendo la mauaji, ubakaji, haikuachi salama. Hata kama umetumia nguvu ukatumia ujanja ukawa salama, hauko salama kwa ulimwengu wa roho. Tendo lolote la uharamia, tendo lolote la ukandamizaji, la ukatili ambao unamfanyia mnyonge au mtu yote, halikuachi salama, halikuachi salama. Siongelei kile mnakaa na mtu fulani, mwanaume mwanamke wanakubaliana, asiongelee hiyo. Naongelea kumlazimisha, kumkandamiza, kumuonea, kufanya yale ambayo wewe unataka bila hiari, bila ridhaa. Hauko salama, hauko salama. Ni muhimu sana wewe atakapolia na atakapoendelea kuhuzunika, haijakuwa salama. Hiyo ni damu inalia, inadai haki, imenyanyaswa. Unaweza kutumia pesa na ukashinda, haijakuwa salama. Lazima tuwe makini sana kutenda haki. Tenda haki, tenda haki. Utajenga maisha, utajenga hatima kubwa sana. Haki huinua taifa, haki huinua taifa. Si taifa, haki inainua maisha yako, haki inainua familia yako, inainua malengo yako. Utainuliwa hata mtu akupiga vipi, haki iko upande wako. Damu ya Yesu itasimama kupigania. Ndio maana mtu yote hata ukifanywa vita, ukafukuzwa chochote, maadamu umetomboa damu ya Yesu, usiwe na wasiwasi. Damu ya Yesu inakupigania, itakulinda. Kanaongelea damu inayolia kwa watu wanaonewa. Hawa na Israeli walionewa. Ndio ukisoma kule, kwenda kusoma ile Kutoka sura ile ya kwanza mstari wa 11 na 13, inazungumza walitetewa hila kubwa sana. Halafu mstari wa 23 22 mpaka ikafika hatua wakawatupa watoto wao kwenye maji, kwenye mto. Usifikiri iliwacha salama, lakini wakati ule ilionekana kama Farao na Misri wanashinda. Walifikiri hivyo, lakini hawakuwa wanashinda, kwa sababu ukiangalia mbele ndipo mambo ilionekana kwamba hawakushinda. Soma mstari Hesabu 33 mstari wa 3 na 4, uone kilichotokea. Hawakuwa salama, hawakuwa salama. Soma. Wakasafiri kutoka Ramesesi mwezi wa kwanza, siku ya 15 ya mwezi wa kwanza. Siku ya pili baada ya Pasaka, wana wa Israeli wakatoka kwa mkono wa nguvu mbele ya macho ya Wamisri wote. Mstari wa 4, hapo Wamisri walipokuwa wanazika wazaliwa wa kwanza wao wote, Bwana alikuwa amewapiga kati yao. Bwana akafanya hukumu juu ya miungu yao. Angalia anavyosema hapo. Walipotoka Ramesesi wanaanza safari, lakini wakati Mungu amenyosha mkono wake kuwakomboa watu wake, wakati Mungu ameingilia kati kukutetea na kukupigania na kukukomboa kwenye hicho kifungo cha muda mrefu, kwenye hilo tatizo la muda mrefu, aliyekufunga hayuko salama. Ndio maana unaona wakati hawa wanatoka kwa vigelegele, Wamisri wakawa wana mazishi. Imeandikwa hapo, wakawa wanazika. Rudia mstari rudia tena mstari wa 4. Hapo Wamisri walipokuwa wanazika wazaliwa wa kwanza wao wote. Hapo Wamisri wakawa katika mazishi, wakawa wanazika wazaliwa wa kwanza. Lakini mwanzoni walifikiri ni raha, wanachekelea, wanawatesa watu. Kumbe kikombe kilikuwa kijajaa, kimeshajaa sasa mazishi imewageukia wao. So waliona raha kuwatesa watu, wanalia. Biblia inasema walimlilia Bwana, wakalia kwa sababu ya kuonewa, wakalia, sauti zao zikasikiwa. Ipo machozi yako hayafutiki, hayadondoki bure. Nataka nikwambie wewe ambaye unapitia changamoto, ambaye yote anayesimama kukutesa, usiogope.
Amini damu ya Yesu, tanguliza damu ya Yesu. Usilie tu kilio cha kujitetea, tanguliza damu ya Yesu ikiongee kwa niaba yako. Sasa angalia, hawa wakawa na mazishi, wazaliwa wa kwanza kuanzia Farao wakawa na mekufa wote. Mazishi, hakuna nyumba ambayo haikufiwa. Wakati wanazika ndio hawa wanaondoka. Haikuishia hapo, na miungu ikapigwa. Imeandikwa hapo. Na Mungu akaipiga na miungu yao, akapiga wazaliwa wa kwanza, na alichakaza nchi ile. Kasome mwenyewe Kutoka kwanza. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mpaka 14 utashangaa sana, hadi ya 12 utashangaa sana. Kuna wakati ambao Mungu alisema naleta chura walikuja, wakaja nyumbani kwa kila mtu, kwenye vyombo vya kupikia, kwenye masufuria, kwenye vitanda. Tena imeandikwa mpaka wakampandia mfalme mwenyewe. Machura amepanda kwa mfalme na mawaziri wake na wakuu wake, nchi nzima. Cheze mchezo, usifanye mchezo na Mungu. Usifanye mchezo na Mungu. Haijamwacha salama mtu yote ambaye anafikiri kwa salama. Mungu anasubiri kikombe kijae. Ikijaa machozi ya huyo unayemtesa, acha yajaa, utashangaa. Utakuwa ni kama majanga fulani. Kuna viula vimezidi. Matatizo yamekuwa mengi mwaka huu. Sio, ni kikombe kimejaa. Kikombe kimejaa. Itangulize damu ya Yesu ikupiganie, na Mungu atakuonekania. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Sio na wasiwasi. Mungu atakupigania. Damu ya Yesu imetupa nafasi ya kuweza kwenda mbele, tuombe toba, ikasafishe, ikahurumia walio na matatizo kama hayo, ikawasamea hata wale ambao walipitia mambo hayo ambayo yanatakiwa mapito yawarudie. Tuombe msamaha. Tuombe msamaha kwa ajili ya kila mtu anayefanya uharamia. Tuombe msamaha kwa ajili ya kila mtu anayeonea watu, anayeliza watu, anayeumiza watu. Tuombe msamaha, sababu tunataka Afrika iwe salama, dunia iwe salama. Tuombe msamaha. Sisi ndio wapatanishi. Sisi ndio tunazima zile ghadhabu. Sisi ndio tunageuza hasira ya Mungu ya mapigo. Ni sisi waombaji. Tanguliza damu ya Yesu kwa ajili ya kutawala kwako. Lazima utawale. Mungu akuinue. Mungu akupe mamlaka. Mungu akupe ushindi. Damu ya Yesu inene mema. Damu ya Yesu inene mema kwenye maeneo yako yote. Damu ya Yesu ikasafiri, ikakague mahali popote ambako kuna jina lako limetajwa kwa ubaya, ikafungue vifungo, ikaondoe vizuizi vyako, ikaondoe nuksi zote, ikaondoe balaa zote, ikaondoe maskini, ikaondoe ufukara, ikaondoe aibu, ikaondoe unyonge. Tunairuhusu damu ya Yesu. Nairuhusu damu ya Yesu itangulie kwenye taifa letu. Itangulie kwa viongozi wetu. Iende kwa rais wetu. Imlinde rais wetu. Ipite kila mahali kwa viongozi wetu wa serikali. Itangulie damu ya Yesu. Iwatetee. Ipite kwa wananchi. Damu ya Yesu ipite. Iwasaidie, watetee. Taifa letu lilindwe na damu ya Yesu. Taifa letu litunzwe kwa damu ya Yesu. Ili sisi tuliopewa nafasi kama Watanzania tuweze kuongozana vizuri katika mamlaka mbalimbali, tukiwa na amani yetu imelindwa, imetunzwa. Kunainua damu ya Yesu kwenye taifa la Tanzania. Inyamazishe, iyeyushe kiburi chochote cha mtu yote. Iyeyushe hasira zote, iyeyushe chuki. Iondoe chuki, hasira, ghadhabu, wa visasi. Damu ya Yesu ipite, itupe kupendana, itupe kuthaminiana, itupe kukubaliana na kushikamana. Taifa letu liwe moja, taifa imara, taifa lenye misingi mizuri. Na bariki Tanzania, na bariki viongozi wetu, na bariki wa Tanzania, na kubariki wewe mbarikiwa uliyesikiliza. Wewe umebarikiwa kupindukia. Wewe ni mbarikiwa na umebarikiwa na umebarikiwa, na hakuna mabaya yatakayo kukuta
Kwa kuwa umefuatilia kipindi hiki kwa nguvu ya damu ya Yesu, sema amina. Amen. God bless you. Kesho nitaendelea kipindi hiki. Sijamaliza point zangu muhimu sana. Na point muhimu sana sijamaliza. Kwa hiyo kesho tutaendelea kesho.